Wanawake Live. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani, inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Ni Wanawake Live, tukiwa katika eneo la msiba kwa upande wa Mwanza, ambapo hapa ndio nyumbani kwa kina Messi, na hapa nitazungumza na mamake mzazi pamoja na ndugu wake na ndugu zake kwa lengo la kuendelea kuelimisha jamii, hasa kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Kama ambavyo imesemekana, marehemu Messi ameuliwa, inasemekana ameuliwa na mumewe. Kwa hivyo tumekuwa na maswali mengi, wa jamii wanajiuliza, je, walikuwa na kitu chochote yeye na mume wake? Sasa kwa sababu tumefika katika familia yao na mamake mzazi yupo na ndugu zake wa karibu hapo, pengine tungependa kufahamu kama kulikuwa na jambo lolote kati ya Messi na mume wake, pengine amewahi kuwashirikisha ndugu zake. Mimi Joyce Kiria, the Superwoman, karibu tuweze kumsikiliza mama. Mama, kwanza pole sana. Asante sana mwanangu. Kweli pole nyingi sana. Nashukuru sana. Kwa ufupi, hebu tuambie kuhusu familia ya kwako, wewe na mume wako na watoto uliozaa. Messi ni mtoto wako ngapi? Messi ni mtoto wangu wa kwanza, ndiye kifungua mimba yangu. Pamoja na mwenyewe walikuwa 7. Nizaa watoto 7. Ambao sasa hivi najua na 6, sio 7 tena. Pole sana. Baba yake yuko wapi? Kwa mapenzi ya Mungu baba alishatangulia mbele za haki tangia mwaka 2010 mwezi wa 8. Kwa hiyo nikabaki na wanangu, nikasimama kama mama kwa ajili ya kuwalea na nikapambana kweli kwa ajili ya wanangu. Mpaka hapa nilipokuwa niwafikisha, kuna mshukuru Mungu kwamba angalau hata ikitokea Mungu akanichukua, waliotangulia wanaweza kwa support wadogo zao. Ambaye ndio Messi wa kwanza. Ndio Messi wa kwanza. Ambaye ndio leo hii siko naye tena. Na alikuwa anajishughulisha na nini? Baada kumaliza kusoma, alipata tu ajira za hapa na pale. Lakini mara nyingi naona Messi alikuwa anapenda kujiajiri. Na mara nyingi alikuwa anaenda kufanya mambo ya research kwenye makampuni mbalimbali. Na mara nyingi naona alikuwa anapenda sana kujiajiri. Alikuwa akiwaza kitu, alikuwa anasema mama, hiki kitu lazima nitakifanya. Hakuwahi kuwaza kushindwa hata siku moja. Nasema hiki nitajaribu, na kweli anajaribu. Unamwona kabisa ana nguvu za kupambana kama mwanamke. Ndio. Na hata hivyo alivyofariki, ilikuwa bado wiki moja tu aondoke kwenda Iringa, ambako alikuwa kwenye shughuli zao za research pamoja na Wakenya fulani. Ambapo na siku hiyo aliniambia mama, ilikuwa naongea na bosi wangu, tunasubiri tu Kenya wakitoa lockdown waje twende Iringa, ambayo alikuwa anaondoka Jumatano. Ndio. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani, inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Hawaja kupigia ndugu wa mume? Kwa maana yani kama hivyo kuweka ukaribu kwamba umepata msiba mkubwa, hakuna maelewano? Alinipigia baba mkwe wake kwa siku hii ambayo asubuhi ambayo ilitokea tukio. Lakini baada ya hapo kulikaa kikao cha familia ambacho ilibidi wamtafute wamshirikishe kwenye simu, maana yake yuko mbali. Lakini katika kumshirikisha ikaonekana wenyewe walishapanga bila hata upande wetu kufahamu. Nishapanga kwamba angechukua mwili Jumamosi, wakapeleka nyumbani na ongezeka Jumatatu kama ya leo. Basi kwa hiyo msemaji wa familia alimwambia sisi tunaomba mwili wa mwanetu uletwe hapa Mwanza. Baada kwa na wasiwasi kwamba mume wake ndo kamuua. Tunaomba mwili wa mwanetu uletwe hapa Mwanza. Ukishafika hapa sisi tutajua tutamhifadhi wapi. Lakini nafikiri kila mtu ana uelewa wake. Tangia hapo ikawa ndo sasa hamna cha simu,
Akipiga simu hazipokelewi, yeye mwenyewe apigi simu, wala hakuna ndugu yote mwingine ambaye alikuwa akipiga simu au kuuliza jamani kulikoni. Kwa hiyo kaonekana tayari kumeshakuwa na mtafaruku. Ana uhasama tayari. Ni kitu gani ambacho labda Messi amewahi kukushirikisha enzi za uhai wake hasa katika ndoa yake? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kweli mwanangu aliwahi kunishirikisha ndani ya wiki moja. Akaniambia kulikuwa na mgongano yeye na mwenzie. Unaposema ndani ya wiki moja, ni kipindi hiki cha hivi karibuni kabla ya ile tukio? Ni kabla ya tukio. Wiki moja kabla ya tukio. Wiki moja kabla ya tukio. Aliniambia alikuwa na mtafaruku. Ambao mtafaruku wenyewe nafikiri ni bwana alikuwa amepa meza nje na alikuwa na dada wengine wawili ambao walikuwa ni wajawazito. Kitu ambacho kidogo kiliwaletea mtafaruku kidogo. Pamoja na mambo mengi ambayo yameungana na hayo, lakini hilo pengine nataka kusema. Lakini kuna message nyingi ambazo alikuwa anawafuadia hata ndugu zake, hata mwenyewe nazo, ambazo zinanifanya na mimi niamini kwamba inawezekana anavyosema ni kweli mume wake ndo kamua. Na kuna message ya mara ya mwisho siku hiyo Jumatatu, wakati naongea naye aliniambia, mama, kuna message nilimtumia mdogo wangu, amekuonyesha? Nikamwambia hapana. Akacheka, akasema inawezekana akutaka kukushtua, ngoja basi mama nikusomea kidogo. Akanisomea message ambayo ilitoka kwa mwenzie. Alikuwa akimwambia hamna sababu kukaa mmenuna ndani, tumenuniana, ndio tukae tuongee, kama ikiwezekana maisha endelee, kishindikana basi tuachane. Ndio message ya mwisho ambayo mwanangu alinisomea hivyo. Na akaniambia, mama, nimejaribu kujibu hiyo message, nimeandika nimefika nusu lakini nikafuta, na nikaandika mara ya pili nikafuta. Basi nikamwambia kama mzazi, kama na wakati tunaongea na mwanangu saa 3, mume wake alikuwa hajarudi kwa jinsi alivyokuwa ananieleza. Hiyo sasa ni ile siku ya tukio au ni siku nyingine? Tatu usiku kuamkia Jumanne ambayo ndio siku ya tukio. Wakati tunaongea kanieleza hayo yote, nikamwambia sawa, mwenzio yupo hayupo? Nikamwambia basi akirudi akakuuliza kwa nini hujanijibu, mjibu tu kwa upole na hekima kwamba nimeshindwa namna kuijibu. Akasema sawa mama. Baada kwa tumeongea hivyo, baada kwenye saa 5 na dakika 11 akanitumia message, mama, kumbe nyumbani kwao alikuwa hajawaambia. Ndivyo message ilivyo hata kuonyesha sasa hivi. Akaniambia lakini nitakupigia kesho tuongee vizuri, na mimi nikamjibu sawa. Basi nikalala, nikuja kustudia saa 10 na dakika saa 10:30, na mwanangu Kelvin ambaye ni mdogo wake akaja chumbani kwangu. Akaniambia, mama umeshaamka? Nikamwambia ndio nimeamka, lakini kwa nenda toilet. Akaniambia nenda basi mama. Nilivorudi akaniambia kaa kitandani. Nikamwambia Kelvin kuna nini? Akaniambia kaa mama. Nikakaa. Akaniambia, mama, nimepigiwa simu kwamba Messi amefariki. Kwa kweli kwa mshangao, sikushangaa sana maana nijua mwanangu alikuwa mzima. Ilibidi nimuulize Messi yupi? Akaniambia Messi mwanao mama. Nikamwambia Kelvin, una utani na mimi? Akaniambia hapana mamangu, sina utani na wewe, lakini Messi mwanao ambaye ni dada yetu amefariki. Nikapokea hizo taarifa kwa masikitiko makubwa, maana yake niliruka, mwanangu akawa amenishika, yani nikawa siamini, nikatoka napiga kelele na kimbia kila sehemu. Ndio baadaye akaniambia nimeambiwa kwamba ilitokea shoti ya umeme. Kwa hiyo wakati anakimbia kutoka chumbani akajigonga kwenye meza ambayo imesababisha kifo chake. Lakini kulingana na hayo ambayo yalikuwa yametokeza ndani ya wiki, mimi moyo wangu haukukubali kirahisi. Na nikifahamu mazingira pale nyumbani kwake. Ukitoka chumbani mazingira yalivyo, kuna kochi, kuna water dispenser. Sasa alipita-pitaje hapo mpaka kuja kujipiga kwenye meza. Kwa kweli nilipopokea taarifa za mwanangu ambazo mpaka leo zimeachia kidonda kikubwa. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani, inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Kwa hiyo sasa hapo inaonekana kwamba Messi alikuwa na ugomvi na mume wake. Na ugomvi huo ulijikita zaidi kwenye nini? Shida kubwa ilikuwa ni nini kati yao?
Kwa kifupi jinsi nilivyoelewa mimi, maana baada Masa aliona message kabla mwenyewe hajamueleza. Alipoona message akamuuliza yeye kwanza kakataa. Aliona message gani? Message ilikuwa inasemaje? Kuna message ambazo mume wake alikuwa ana chat na dada yake. Wakaongelea habari za mtoto, sio mtoto. Haya, lakini katika utoto huo kuna maneno mengine kwa kweli mtangazaji ambaye alikuwa ameingiza humo ambayo sasa mimi ndio aliniumiza. Basi sasa alivorudi anadai chumbani. Mtoto yupi? Kwa sababu tumesikia Messi ana mtoto na alikuwa anaishi na mtoto pale. Hizo message unazosema za mtoto ni yule mtoto ambaye Messi ni wa Messi ambaye alikuwa anaishi naye pale, ambaye pia tumeambiwa sio mtoto wa huyu mume wake ambaye amedaiwa kumuua. Nashukuru mtangazaji, mtoto ninayemwongelea ni mtoto ambaye Eric inasemekana meza nje na mwanamke mwingine. Ndio baada ya mitengo kuna message akamuuliza, huyu akakataa akasema sio kweli. Lakini siku hiyo baadaye ikawa kawaida tu, lakini usiku nafikiri kaanza kuyaongelea hayo, ndipo mume wake alipofunguka na kumwambia ni kweli na sio huyo tu, nina wengine wawili ambao ni wajawazito. Kwa hiyo mtafaruku ndio ulipoanzia, ukizingatia kwamba ndoa yao ni ya muda mfupi sana. Akamwambia na umri gani ndoa yao? Ina miaka 2.5. Kwa hiyo akanamaliza ndani ya miaka 2.5 hii. Pengine mimi nimeonekana tasa mpaka kaenda kuzaa kote huko. Ukizingatia na maisha ya sasa na magonjwa na nini, kweli kuna usalama, hasa ndio ulikuwa mgongano wao. Kwa hiyo kaonekana fili alikaa ndani bila kuwa na maelewano, kila mtu kimya. Kwa hiyo kwa message ya mwisho ndio mume wake alimwambia kwamba nataka tukae tuongee, na sababu kwa tumenuniana, ikiwezekana tuendelee, la sivyo tuachane. Ndio message hiyo. Okay, kwa hiyo sasa yeye mtoto ndio akakueleza wewe kama mzazi. Alikuwa anataka nini? Shauri au ni nini hasa? Mtoto wangu alinieleza sio shauri kama ushauri, kwa maana mwanzoni pia alichelewa kuniambia kama amemwambia ndugu zake. Akisema sitaki kumsumbua mama yangu, najua na pressure. Lakini baadaye akaniambia mama, naomba tu uvumilivu nikueleze hali halisi. Kwa hali hii sijui kama maisha yataweza kwenda vizuri. Akasema lakini kwa vile mimi najua huwa ni mpambanaji, acha tu nipambane na maisha pia kwa ajili ya mtoto wangu. Ndio kitachoniambia. Yeye kwa kauli yake kutamka kuachana wala nini. Na ni Messi sasa. Ndio. Messi kutamka swala kwamba labda nimeona hivyo tunaachana au nini, hakutamka hivyo. Alisema tu mama, mimi ni mpambanaji, acha tu nipambane na maisha yangu kwa ajili ya mwanangu. Ndio mtangazaji. Na mtoto ambaye Messi alikuwa naye unamfahamu vipi huyo mtoto? Mjukuu wako? Namfahamu kama mjukuu wangu, anaza mamake ni Messi, ni binti yangu. Sasa ni marehemu. Lakini pia hakuwa mtoto wa Eric. Wakati anamuua tena alikuwa na huyo mtoto. Ndio. Okay, kwa hiyo lakini yeye inaonekana alikuwa na uhitaji sana wa mtoto, ndio maana akaamua kwenda kuzaa nje. Na inawezekana ni hivyo. Na si kwamba pia mwanangu alikuwa hitaji, lakini alionekana kidogo alikuwa na matatizo ambayo pia alienda hospitali na akawa amepewa dawa. Kwa kweli alikuwa anaendelea vizuri. Kwa hiyo pia Messi amewahi kuhangaika kidogo kwa ajili ya kupata mtoto na mumewe sasa. Na si kwamba aliwahi kupata mimba ikawa imeharibika ikiwa na miezi 4.5. Ambayo ni mimba ya Eric. Lakini baada ya hapo tumelikana na msumbua mara chango mara nini, kwa kweli alikuwa akiendelea tu kutumia dawa. Wewe ni mdogo wa marehemu na tumeambiwa alikuwa anapenda sana kuongea na wewe mambo yake. Hebu tueleze kidogo ni masuala gani amekuwa akiongea na wewe, na ni toka zamani au ni siku za hivi karibuni? Karibu. Asante. Mimi ni mdogo wake anayemfuata, naitwa Jackie. Nilikuwa karibu sana dada yangu na tulikuwa tunaongea mambo mengi. Nilifikia tu alikuwa akiniambia, anasema usimwambie mama ana pressure. Kwa hiyo tukawa tunakaa nayo tu. Baadaye ananiambia mimi nashindwa kuvumilia. Namwambia basi kama umeshindwa bora tuongee na mama, atakushauri likutoke moyoni kuliko uendelee kubaki nalo. Kwa hiyo kama alivyoeleza mama, tatizo hasa ilikuwa ni ile baada ya kugundua zile message na mimi alinitumia. Akaniambia nahisi Eric ana mtoto wa nje ila sija approve bado. Nikamwambia kwa nini unasema hivi? Akasema kuna message nimeziona. Nikamwambia basi wewe fuatilia kwanza, ukishakuwa na uhakika nitajua tunafanyaje.
hiyo siku ikapita. Kesho yake akaniambia, Jackie, mimi nashindwa kulivumilia, bora tu nimwambie ajue. Nikamwambia basi ongea naye. Kwa baada ya kuongea naye kama mama alivyokuwa amesema, ndo akajua kwamba ni ukweli. Sasa akasema, sasa mama namwanzaje, maskini na pressure, naanzaje kumwambia? Mimi nikamwambia au mimi nimwambie tu ajikaze. Akasema wewe subiri kwanza, nitatafuta namna ya kuongea naye. Nikamwambia sasa baadaye ndo akalimaliza mama kila kitu kuhusiana na ilipokuwa changamoto yao. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani, inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Hebu tueleze kidogo mkwe wako jinsi unavyomfahamu huyo sasa. Tuseme si ni mkwe au aliyekuwa mkwe. Nashukuru ndugu mtangazaji. Mkwe wangu kwa jinsi nilikuwa namfahamu, sikumfahamu sasa, nilikuwa namfahamu tangia akiwa kijana mdogo. Kwa maana sisi tulikuwa family friend. Na sehemu mbalimbali tulipokuwa tukiishi, tunafanya kazi, tulikuwa tunakuwa nao wote, maana yeye, baba yake na mume wangu mimi walikuwa wanafanya kazi sehemu moja. Kwa hiyo kajikuta wale watoto wamekuwa katika mazingira ya kufahamiana na kuonana kama ndugu. Kwa hiyo ilivyokuja kutokea kwamba wamependana na wanaamua kuoana, sawa, tunasema kwamba bora nyie kama ndugu, lakini wakasema hapana, sio ndugu wa damu, mtoto ameshazoeana maana wamependana, wafunge, yani waoane. Lakini kwa jinsi ilivyokuwa namfahamu yule kijana, ni kijana ambaye kwa namuona ni mpole, mtaratibu, mnyenyekevu. Kitu ambacho sikuwahi kuweza hata siku moja kama naweza kumfanyia ukatili kwa namna hiyo mwanangu. Inawezekana alijivalisha ngozi ya kondoo lakini ndani alikuwa chui. Ndiyo mtangazaji. Na kwamba pia amekuwa ni mtu ambaye anashika sana dini. Hilo likoje? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli kabla hajawa na mwanangu alikuwa anasomea upadre, ambapo kama sikosea alikuwa amefikia nafasi ya ushemasi. Sasa siwezi kujua kitu gani kilimfanya akaacha hiyo nani yake. Lakini alikuwa mwanzo alikuwa ni mtoto anakuwa mtu mzuri wa dini. Mpaka alipoacha waliachishwa siwezi kujua, lakini kuna nafahamu hivyo. Ndio. Baada ya kusikia ile tukio lililotokea umelipokeaje kwa jinsi ulivyokuwa unamjua? Kwanza alikuwa ni mtu wa dini, alikuwa anasomea upadri, zaidi ni family friend, wamekuwa pamoja na mtoto wako na familia yenu, na hichi kitendo ambacho kimetokea wewe umekipokea vipi? Yani nini ambacho unaweza kushauri jamii? Kwa kweli kama nilivyosema ndugu mtangazaji, nikipokea kwa hisia ya tofauti kabisa. Kwanza niliwaza nikamkusanya Hereki, sikuamini kama ni amefanya hicho kitendo. Lakini kama nilivyosema, huwezi kujua mtu ndani ya roho yake ana kitu gani. Kitu ambacho napenda kusema ndugu mtangazaji, katika hili ambalo limemtokea mwanangu, napenda kuhasa kina mama wote. Napenda kuhasa kina mama wote waangalie watoto wao. Watoto wanapolalamika kwamba labda ndani ya nyumba hatuko vizuri, wasiwanganganize watoto wao kubaki pale. Watakapowaganganiza, matokeo yake ndio kama hivi mimi nilivyomkosa mwanangu. Wanapoona kwamba sasa hii nyumba labda haikaliki vizuri, ni bora mtu atoke kwanza, pengine waje wakae wayaongee warudi. La hisi hivyo basi kila mtu achukue maisha yake kwa usalama wake. Kwa maana kama leo hii mimi sina mwanangu, na sitegemee kumpata tena. Unaona? Lakini pengine walivyoanza angesema ngoja nitoke, labda isingemkuta. Lakini pia pengine na kujua kama mwenzie alikuwa na nia ya kumdhuru kiasi hicho. Kwa hiyo shauri wangu mimi naomba kina mama tuwaambie mabinti zetu wanapokuwa kwenye miji, kama wanaona kumekuwa na mtafaruku ambao utaleta sintofahamu, ni bora mtu ukaondoka ukiwa salama. Kikubwa nilichokuwa naomba haki ya mwanangu ipatikane. Najua mwanangu aweze kurudi. Lakini basi katika hili lililotokea ambalo karibu kila mtu anasononeka nalo, naomba serikali iingilie kati niweze kupata haki ya mwanangu. Ndio. Asante na pole sana. Asante sana. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani,
inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Tumeambiwa kwamba wewe ni dada yake Messi, na Messi amekuwa akizungumza sana na wewe, hasa mambo yake amekuwa akishirikisha. Kwa hivyo hebu tuambie kwanza, ni dada yake kivipi na yeye aliwahi kukushirikisha mambo gani? Nashukuru sana dada Joyce. Mimi pia naitwa Joyce. Mimi ni dada yake Messi, japo sio dada wa tumbo moja la kuzaliwa na Messi. Messi amekuwa ni mdogo wangu, yani zaidi ya mdogo wangu wa damu. Amekuwa akinishirikisha vitu vyake vingi sana. Sana tu. Kwa hiyo hata kabla ya kufariki kwa Messi kama masaa 18 nimeongea na Messi sana. Tena hiyo siku nimeongea sana na Messi. Kwa hiyo baada ya hapo nimelala nikiwa usingizini, nashtuliwa na simu ya mama kunipa taarifa za msiba wa Messi. Kwa kweli nimeupokea kwa sababu kila nafsi itaonja mauti, lakini hata sasa siamini kama Messi hatuko naye. Mama aliyekupigia ni mama yupi? Aliyenipa taarifa ni mama yake Messi mzazi. Ndio. Wewe ni lini ulizungumza na Messi na mlizungumza nini? Messi kwanza kwa kitu kinachohusiana labda na hii hali. Messi nimeongea naye mara ya Jumamosi ya tarehe 13. Nilimpigia mimi. Nikawa nasukumwa kumpigia Messi. Kaambia mdogo wangu vipi, mbona kama najisikia kukupigia, kuna nini? Yaani anambia huyu atakuwa ni Mungu tu amekuelekeza kwangu dada. Kaambia tu nimekumisha. Akasema hapana nina majanga dadangu. Umefanya vizuri kunipigia, tena na majanga. Ndio akaanza kuniambia majanga aliyokuwa naye kwenye ndoa yake. Kweli akanisimulia vitu vingi mpaka nikawa najaribu kuimagine kwamba hiki kitu kweli kinaweza kuwa ni sawa jinsi ninavyomfahamu shemeji yangu. Kwa kweli, lakini sasa kwa sababu na mimi niko kwenye ndoa, najua habari za changamoto na nini, nikawa ninamtia moyo. Namwambia tu mdogo wangu, hizo ndo ndoa, vumilia, wewe vumilia tu. Akanambia haina shida dada, I will manage, I will make it. Tumeongea sana kwa kweli jamani, tumeongea sana. Kwa hiyo alikueleza shida kubwa ni nini? Shida kubwa, tatizo, yani alichokuwa yeye amekutana nacho kwenye ndoa yake ni nini? Yani shida kubwa ambayo amenieleza ni kwamba yeye alikuta kwenye diary ya mumewe. Mumewe kaandika kwamba amewapa mimba wanawake 3. Mmoja amejifungua na huyo mtoto anaumwa, ila wale 2 bado ni wajawazito, ni wa mama kijacho. Akawa ameandika na tarehe, na huyo mtoto amejifunguliwa lini na jina. Of course alinitajia mpaka jina la yule mtoto. Kwa hiyo ndio ilikuwa chanzo kikubwa, na vile vile baada ya hiyo diary mume wake pia aliwahi kutumia simu ya dada wa kazi. Hiyo simu nadhani alisahau kufuta message. Alikuwa akiwasiliana na dada yake wa tumbo moja. Akawa anamwambia kwamba mtoto wake anaumwa na nini. Sasa yule dada akajibu kwa message. Akamwambia asijue huyo mchawi asije akamuua. Kwa sasa mdogo wangu akawa ananiambia dada, ina maana mimi ni mchawi? Ina maana kweli mimi Eric imefikia wakati anasema mimi ni mchawi? Nikamwambia umemuuliza? Akaniambia dada, nimeshindwa kuvumilia, nimemuuliza. Lakini nimemuuliza ni mtu asiyejali. Ameniambia nimeishaamua. Nikamwambia sasa kama hata nikujipima, maana alimjibu kwamba nilikuwa najipima huko nje. Fahamu kuhusu programu yetu ya Wadada Center inayohusu wafanyakazi wa majumbani. Inatoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani, inawafundisha namna ya kufanya kazi zao vizuri, inatoa fursa ya ajira kwa wasichana wanaohitaji kazi za nyumbani, vile vile inaunganisha wasichana pamoja na waajiri wanaohitaji wafanyakazi wa majumbani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0783 13 7777. Wote mnakaribishwa. Okay, kwa hiyo sasa hapo baada ya Messi kugundua hayo, nini kikawa kinaendelea ndani sasa ya ndoa yao? Sasa mimi alivyoniambia ana changamoto, sasa kanambia tangu amemuuliza mwanaume, kwa kweli imekuwa ni shida. Mwanaume anarudi muda anaotaka ndani, iwe ni saa 7, iwe ni saa ngapi. Na
zaidi ya salamu hakuna wanachoongea. Lakini hapo nyuma nadhani kama ni mwezi wa pili pia aliniambia kwamba mwanaume alikuwa amemwambia arudi nyumbani kwanza. Arudi nyumbani, maisha yamekuwa magumu, hawezi kumanage familia. Kwa hiyo kwa vile Messi pia alikuwa ni mpambanaji, akasema mimi siwezi kurudi nyumbani, tutafight tu, maisha tutaweza. Huyu kaka akawa amemuomba kwamba arudi nyumbani, mimi nirudi kwa mdogo wangu kuishi. Akamwambia hapana, hatutaishi yani kwa kutegemea watu, tutafight tu. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni mbinu ya kumuondoa siku nyingi. Alivyoona haondoki, sasa ikawa ni kitu kingine kwamba anarudi muda anaotaka. Lakini vitu vyote mimi baada ya kuongea na mdogo wangu, aliniambia watoto wamezaliwa, dada siwezi kuwaua, siwezi kufanya chochote. Basi hao na watoto wameshakuja duniani, lakini mtu haonyeshi labda kama vile amekosea. Haonyeshi yani kuonekana kwamba labda nimefanya kitu hiki lakini na regret, hapana. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa kinamuumiza Messi. Na siku ya tarehe 15 sasa. Siku ya tarehe 15 nimeongea sana na Messi. Kwa sababu message yake iliingia kwenye simu yangu. Kanipigia, akaniambia dada, ongea, angalia simu, naangalia message ya shemeji yako. Nikaangalia ile message. Ile message ilikuwa imetoka kwa Eric. Anasema unaishi na mimi kwa kuninunia, unanionyesha unanichukia, kama vipi tuachane. Nikamwambia Messi, umemjibu nini? Akaniambia kwa kweli mimi simjibu na wala sitapoteza muda wa kumjibu, nitaendelea kunyamaza kimya, maana hata kimya na lenyewe ni jibu. Na mimi nikamwambia ni kweli, ili maneno yasiwe mengi, wewe fanya nini? Nyamaza. Lakini kama unaona ni shida sana, washirikishe wa kwao. Mshirikishe kwa sababu yeye hana mama mkwe. Nikamwambia mshirikishe baba mkwe wako. Kaniambia baba mkwe wangu hana sauti. Mwenye sauti ni mdogo wake Eric ambaye ni mwanajeshi. Nikamwambia basi mshirikishe huyo. Akaniambia dada, sijui hata nikwambieje. Yaani hii familia nadhani mengine unayajua, siwezi kukwambia zaidi, lakini kiukweli Mungu atanisaidia. Yaani nakumbuka kauli yake inaendelea kuongea hata sasa. I will manage my dada, I will fight, I will manage. Yaani mpaka amekufa, mimi ninaambiwa amekufa, nimeongea naye mara ya mwisho ilikuwa saa 8 mchana siku ya tarehe 15. Akaniambia dada, naenda kula, tutaongea baadaye. Kwa hiyo jioni mimi sikumtafuta tena. Lakini ile alfajiri saa 11 kama kasoro hivi kaingia simu ya mama. Ndio ananiambia, Joy, mdogo wako alikuwa anakuaga. Kaambia mama, mdogo wangu yupi? Kaniambia mdogo wako mama D alikuwa anakuaga. Mama D, mimi nikakata simu. Mama D alikuwa ananiaga. Nimekata tu simu, kaingia simu nyingine. Mwanangu ananiambia mama, eti mama mdogo amefariki, na nimechati naye usiku mimi saa 2 tunataniana. Amefariki. Nazima simu, ikaingia nyingine. Nikamwambia hebu subiri. Nikashika tena simu, nikampigia mama. Mama, umeniambiaje? Kanambia Messi amefariki. Nini kimemuua? Shemeji yako amesema Messi amepigwa na shoti ya umeme. Yaani mimi pale nilimwambia mama hapana. Mama hapana, Messi atakuwa ameuawa. Akaniambia, naye akafanya kama kushtuka, akasema eti mwanangu eti. Sasa alivyoongea tu hivyo nikamwambia mama, ulikuwa unajua kwamba kuna matatizo? Mama akaniambia ndio mwanangu, na mimi jana nimeongea naye, ndio akaniambia amekwambia kila kitu. Nikamwambia sasa, mpaka nilimwambia kabisa, mwambie basi hata mama aongee na Eric. Akaniambia mama, unajua amesema subiri kwanza, atakuja aongee naye, ila sasa hivi amenyamaza kwanza. Naona. Kwa hiyo mpaka yani nasema labda tungeongea mapema, labda tungeingilia jambo mapema. Yani mimi sijui jamani, sijui tu. Na wewe tena ndio ukamwambia vumilia ndio ndoa hizo? Hapana, mimi kiukweli nilikuwa namwambia tu avumilia, aendelee kunyamaza, wasigombane. Yaani ile ya kuongea kwamba mgombane, sio mchambane, sio kitu kizuri. Nikamwambia inabidi hizi ndio ndoa zetu, kwa kweli vumilia, usigombane naye, kwa sababu ameshakubali kwamba watoto wamekuja duniani, hawezi kuwakana au kuwafanyaje, na umemkuta yuko kwenye ndoa na mimi mwanaume hajali. Nikamwambia ndio ndoa zetu hizo, kwa hiyo wewe vumilia tu, yani lione tu la kawaida. Na of course yuko Messi alikuwa very courageous, kwa sababu nakumbuka ananiambia my dada, I will manage, I will make it. Sasa mpaka nashindwa kuelewa Messi amekuwa ni wakuuawa kikatili kwa namna gani, kwa sababu hakuwa ni mtu wa kutumia nguvu. Messi hakuwa ni mtu ambaye labda ni mkorofi.
sijui, labda katika majibizano shetani huwezi kujua. Mimi siwezi kujua dada Joyce kwa kweli. Haya, poleni sana. Tunashukuru, asante sana. Lakini napenda nikushukuru dada Joyce kwa sababu tangu nimepata kusikia huu msiba kuna vitu vingi vimejitokeza. Vingi sana, maneno mengi sana. Lakini umekuwa mstari wa mbele, umepiga kelele, umetusaidia. Ina maana hata huu mwili kuupata mpaka unakuja hapa ni vyombo vya habari. Jamani, ni Joyce Kiria, ni media zimehangaika. Joyce anafanyiwa fujo, ananyang'anywa mpaka simu. Tunauliza hizo fujo zote ni nini? Tunaambiwa mdogo wake ni mwanajeshi. Mdogo wake ni mwanajeshi, anatishia usalama, anatukana, si wa kaka, si wa jomba, ni kutukana watu. Jamani, sisi tuna maumivu, sisi hatuko vitani. Sisi hatuhitaji kupigana na mtu. Sisi tunaomba tu tusike mwili wa Messi katika hali ya amani. Kwa hiyo jamani, tunawashukuru sana. Tunakushukuru dada Joyce. Tunakushukuru sana, endelea kutusaidia mpaka mwisho. Tunaamini Mungu ni mwenye haki. Haki itafuatana na Messi kabisa. Ni Wanawake Live, wadau wakubwa wa haki za wanawake, na linapotokea jambo kama hili ambalo linahusisha ukatili na mauaji ya mwanamke, sisi tunakuwa mstari wa mbele bila kujali changamoto tunazokutana nazo au tutakazopambana nazo. Sisi kazi yetu ni kupaza sauti, na kwa sababu tunaiamini serikali yetu hasa ya awamu ya 5, serikali ya wanyonge ya Mheshimiwa Rais Magufuli, ambayo inasimama kuwatetea wanyonge na hasa wanawake, imefanya mambo mengi makubwa katika kuhakikisha kwamba inaboresha maisha ya Watanzania, lakini na hasa wanawake. Basi sisi tunaamini tunapopaza sauti za wanawake hawa wanaoonewa na wanaodhulumiwa haki yao, ikiwepo haki ya kuishi, basi serikali yetu itaweza kusimama, vyombo vinavyohusika vitaweza kusimama na kufuatilia, na hatimaye haki iweze kupatikana. Basi mimi nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wadau ambao tunashirikiana pamoja. Kwa kweli tuliomba uwezeshaji kwa sababu haki za wanawake kama taasisi yetu haina mdau au mfadhili ambaye anatusaidia. Kwa hiyo tuko katika mazingira pia magumu ya kuweza kuwezesha kufanikisha shughuli hizi. Kwa hiyo tunaomba basi wale ambao wanaguswa kutusapoti, walau facilitation. Tunapozungumzia kusafiri, kuna ticket, kuna accommodation, kuna vitu ambavyo kwa kweli vitatusaidia sisi kuweza kuendelea kuwaletea ripoti na kufuatilia matukio hapa pale ambapo haki inataka kukandamizwa, angalau kupaza sauti ili hawa watu waweze kupata haki zao. Kwa hiyo ninaendelea kusisitiza, labda kama utakuwa unaweza kutusapoti kwa namna yoyote ile, hasa katika hayo ambayo nimeshatangulia kusema, basi unaweza ukafanya mawasiliano na sisi. Namba zetu za simu ni 0783 13 77 77. Mimi ni Joyce Kiria, the Superwoman. Endelea kuwa nasi. Fuatilia channel yetu ya YouTube ya Wanawake Live TV, maana hapo ndipo tunapokuwekea kwa urefu kabisa, kwa undani matukio haya mbalimbali. Sio haya tu, lakini na mengine mengi, bila kusahau pia page zetu za mitandao ya kijamii tunakuletea updates pale, Wanawake Live TZ. Asanteni.